Tutasoma Wakorintho wa pili sura ya 9 mstari wa 10. Wakorintho wa pili sura ya 9 mstari wa 10. Mama tusomee, unasomaga vizuri sana. Yes. Amen. We are reading the word of God with respect. Who supplies seeds to sow and bread to eat, will also supply you with all the seed you need, and will make it grow and produce a rich harvest from you. Amen. Tushangilie neno la Bwana. Clap for the word of God. Shangilia bien, hii ni neno la Bwana. Clap for the word of God. Hallelujah. Ninashukuru Mungu tena kusimama kwenye madhabahu ya Bwana. I thank God to stand on his altar. Na nashukuru Mungu kuhudhuria hii program ya 14 jours. And I thank God to be in this program of 14 days. Amen, amen. Wakati wote Mungu anakusanya, anaruhusu watu kukusanyika. When God allows people to congregate, Mungu anakuwa na kitu yenyewe anataka afanyie mtu binafsi. He wants to do something personally to somebody. Amen. Na mara nyingi hii teme la puissance de l'offrande, kuongelea ofrande hivi hadharani. And talking about sacrifices. Hizi siku wanaanza ikwepa watumishi. Nowadays most of preachers runs it. Zaidi sana makanisa yetu ya Reveil, mostly the revival churches. Washaka taxe tuke wale wanatafuta tu sadaka tu. They just know those look for offertory. Kwa hiyo ikafanya watumishi wanakuwa na ficha ile neno sadaka, and it has made preachers to hide that word the offertory and to talk about other things. Wanaweza tia teme ingine lakini itagusia tu sadaka. They can put other themes but they just talk about offertory. Lakini mimi nashukuru anje wa malaika wa hii kanisa. But I thank the angel of this church. Akatangaza teme kwamba ni nguvu au puissance ya sadaka. When he announced that the power of sacrifice. Na wakati tunatengeneza hizi mapost, maafishes, and when you are making this post, kwa unaiposte kuma stati zenu, tumia watu, post them to your statuses, send them to people, waone kama si hapa tuko na hubiri juu ya sadaka, to see that you are talking about sacrifice. Hatuna aibu sababu tunajua ina nguvu kama ina. We are not shamed. Amen, amen. Mungu akubariki sana papa na watumishi wote. Asante sana kwa nguvu. Thank you for the power. Moto ya Bwana iko kwenye madhabahu. And the fire of God is on the altar. Na wakati niko hapa, when I'm here, naomba kama unasikia kuna neno wakati tuko naendelea na message hapa, unasikia kuna neno as you are continuing, inaweza kujazia hii message. If you hear what can add on, tukia kamata microphone, tunaendelea kwa utukufu wa Bwana. Just stand, take the mic, we continue. Kwenye roho ya Bwana iko kuna kuwaka uhuru, hatufungiwi hapa na masheria. Where the spirit is, there is freedom. Ni muda wa mahubiri na sisi wote hapa ni wahubiri. All of us are preachers and we are. Sema amen ya bien. Give me a good Sema amen. Sema amen ya bien. Give me a good amen. Amen. Leo tuko naongelea mbegu. Today we are talking about a seed. Amen. Tuko naongelea sadaka, nguvu ya sadaka kama vile mbegu. We are talking about the power of sacrifice as a seed. Sadaka kama vile mbegu. Sacrifice as a seed. Mbegu ni kitu gani? What is a seed? Mbegu ni kitu kenye unaweka sehemu fulani. A seed is something you put at a certain plate. Unaweka kwenye udongo, especially in the soil. Na ukiwa na target moja ya kwamba a target, kwamba ile mbegu ikuletee mazao, ikuletee matunda mengi sana. That seed to multiply. Mbegu inakuwa kidogo sana. A seed is small. Inakuwa kitu yenye unaweza dharau, unaitupa. It's something you can neglect and throw it. Lakini ukiipanda, but when you plant it, bila kukudanganya itakuja kuleta mavuno wakati siku moja. Without lying you, one day it will bear fruit. Na hii usomi yetu hapa, and our reading here, iko natuelezea
is explaining to us ya kwamba Mungu anapatiaka mpandaji, that God gives a sower, ndio Mungu anampatiaka mbegu. He gives him a seed. Mwenye iko na anataka avune, someone who wants to harvest, Mungu anampatiaka kitu, God gives him something kenye lazima aweke kwenye udongo, that he must put on the ground, alafu siku moja akuje kuvuna, and one day, one time to come and harvest. Na gisi mimi nasema tuko naongelea sadaka kama vile mbegu. As I'm saying, we are talking about sacrifice as a seed. Mungu anapatiaga mtoaji, God gives it to a sower, mwenye natoaga ndio Mungu anampatiaga sadaka, and God gives to the one who offers offertory. Na lengo ya Mungu kukupatia ile sadaka, His goal giving you the offertory, uipande uitoe kama mbegu, to plant it as a seed and to give it, ili uvune tena masadaka mengi in sana. order you to harvest many of them. Haleluya, haleluya. Mtu mwenye hakuwaje tayari kutoa, someone who is not ready to offer, hapataki pesa, do not get money. Haleluya. Yani kama unaona kujaga kanisani, haukujipanga kwamba mimi naenda kanisani inatakiwa nikuwe na sadaka. If you do not know that coming to church you're supposed to have offertory, unajua kesho kuna maombi, lakini hauko, you know tomorrow you have prayers, lakini hauko naweka ndani yako kwamba lazima niende na sadaka, but you are not putting in you I must go with offertory, hautapata. You won't get anything. Hallelujah. Lakini ukijua kwamba kesho ni ibada, but if you know that tomorrow is a service, tunataka tununue parcele ya kanisa, we want to buy land for the church, lazima na mimi nichangie $1,000 yangu too, pale. I must put my money here. Uko na ile utayari ya kutoa, ya kupanda ile mbegu, you have that readiness to give, upande ushuke, you go up or shetani down, apende asipende, Satan to want or yani not. ile $1,000 yenye uko na nia ya kuitoa, the $1,000 you want to give, sababu Mungu anapatiaga mpandaji mbegu. God gives to a sower a seed. Ile $1,000 atakupatia, that 1,000 he will kwa give njia yenye it to haujui you utaipata, in a way you don't know. na ukishaitoa when you offer it, mavuno, sababu mbegu inaletaga mavuno, it's harvest, because a seed bring also the harvest. yani utavuna mpaka utachoka. You will harvest till you get tired. Sema amen. Hallelujah. Amen. Kwa hiyo maombi yenye unaweza kuomba kila siku, the prayer you must pray every day. Usikuwa naomba Mungu kwamba akupatie vitu vingi sana. Don't pray God to give you many things. Omba tu Mungu akupatie mbegu. Just tell him to give you a fruit. Hallelujah. Ambia tu Mungu nipatiage mbegu. Tell God, just give me a seed. Huyu mwanamke mwenye alikuwa mjane, this woman who was a widow, huyu mwanamke wa Sarepta, the woman of Sarepta, alikuwa na unga kidogo na mafuta. she had a small flour and oil. Yeye kwenye project yake, kwenye akili yake, in her mind, alikuwa anataka akule yeye na mtoto wake alafu she wakufe. wanted to eat her and his and lakini her Mungu son, akasema ile uko nayo, but God said the one you are having, mbegu, ukijua kuiweka kwenye it udongo is a seed. mzuri, If you know how to sow it, utapata maunga na mafuta yenye utashindwa you kukula, will itajaa. harvest as much. Ule mwanamke alivyopanda tu ile unga yake na mafuta, when the woman hold her flour and akaiweka oil, kwenye udongo mzuri, she kept it on a good soil, chakula haikukauka nyumbani mwake, and food didn't miss in her house. Hallelujah. Mungu akupatie mbegu. Let you get a seed from God. Mungu akupe mbegu. May God give you a seed. Hallelujah. Sasa mbegu inaenda kwenye udongo. A seed goes on the ground. Sema udongo. Say soil. Kuna habari ya udongo. Kuna mwenye alipanda mbegu yake kwenye udongo mbaya. There is someone who planted in a bad soil. Hakuvuna. He didn't harvest. Lakini mwenye alipanda kwenye udongo mzuri, but the one who planted in a good soil, alipata mavuno. Harvested. Mimi nataka uelewe kwamba kila kitu kwenye maisha ya mwanadamu, I want you to understand everything in a man's life. Kila kitu, everything, ni mbegu. It is a seed. Hallelujah. Kazi yenye uko nafanya ni mbegu. The work you're doing is a seed. Huduma uko nafanya kanisani ni mbegu.
The ministry you are doing in the church is a seed. Kutembea kwako ni mbegu. Your way of walking is a seed. Kuimba kwako ni mbegu. You singing is a seed. Kuhubiri kwangu ni mbegu. My preaching is a seed. Ile kwenye ndoa yako ni mbegu. Your marriage is a seed. Kisi uko nahudumia familia yako ni mbegu. How you are taking care of your family is a seed. Kisi uko naongea maneno ni mbegu. Your way of talking is a seed. Kila kitu yenye uko nafanya, everything you're doing, ukuwe unajua kwenye akili yako kwamba ni mbegu uko napanda. Just keep it in your mind that you are sowing a seed. Usifanyage kitu unafikiri kwamba itapita tu hivyo. Never do something that is for vain. Yani kwamba kila kitu yenye uko unafanya, just know everything you do, iwe kizuri, it's being bad, iwe kibaya namna gani, it's being bad, hata worse. Kama wewe mwenyewe ushasahau kama ulifanyaga kitu fulani, fulani, yourself you had forgotten you did something, hata kama hakuna mwenye alikuona huko unafanya kile kitu, though someone didn't see you, hata kama imeshazimika kwenye historia, though it is wrapped in the history, lakini weka kwenye akili yako kwamba ni mbegu ulishapanda. Just keep it that you have sown a seed, na mavuno utaipata tu, and you will harvest. Hallelujah. Kwa hiyo ndio maana jitahidi sana kufanya ya mzuri tu. That's why try to do good things. Sababu Biblia iko naongea hapa waziwazi. Because I'm talking freely. Kwenye kitabu ya Wagalatia sura ya 6 mstari wa 7. The Bible talks freely in Galatians 6 mstari wa 7 na 8. Chapter 6 verse 7 to 9. Inasema msidanganyike hata kidogo. It says you not be lying. Yaani msifanye masambla. Don't do like, usisahau kwamba kenye mtu anafanya, what the man does, chochote kenye mtu anapanda, everything a man sows, atakivuna, will harvest. Hallelujah. Hallelujah. Na mara nyingi kupanda, and mostly harvest, inakuwa kipindi ya machozi. It's a time of crying. Haikuwa kipindi ya kucheka. It has never been a time of laughing. Haikuwa kipindi kizuri. It has never been a good time. Ni kipindi ya jasho, ya machozi. It's a time of sweat, crying. Ni kipindi yenye kabisa unapigika. When you are beaten, lakini Biblia inasema kwamba pale mwisho mavuno utavuna na kelele za furaha. Harvest with the shout of glory. Hallelujah. Maombi yako uko naomba kwa uchungu. Your prayer, you are praying by the pain. Uko unajinyima chakula wakati ingine. You sometimes even you don't eat. Unalala chini, unaacha kitanda. You sleep down, you leave the bed. Unaacha program zako, unakuja kanisani kuomba. You come here church, you pray, you leave your tasks. Haiko kitu simple. It's not something simple. Ni uchungu uko unapitia. It is pain you are passing lakini through. Nakuhakikishia hii siku 14, but I'm assuring you in these 14 days, wakati utavuna, when you will harvest, wakati utapata mavuno, when you will get your utasahau shida zote ambazo uko unapitia siku ya leo. You will forget the problem you are passing through. Hallelujah. Sasa wakati umepanda mbegu kwenye shamba, kwenye udongo, when you plant, unatakiwa pia usubirie muda. You have also to wait for a certain time. Muda wa mavuno. The time of harvest. Ndio maana Biblia inasema kwenye Ecclesiastes, Mhubiri sura ya 3. The Bible is saying in Ecclesiastes, inasema kila jambo na wakati wake. Everything has its own time. Kuna wakati wa kupanda, there is a time of planting, na kuna wakati wa kuvuna. There is a time of harvest. Kwa hiyo ukipanda leo, if you plant today, inategemea na mbegu gani ulipanda. It hopes on the seed you sow. Lakini unatakiwa upatie muda. But you have to give it time. Ili ile mbegu yako ioze, for your seed to get rooted, ianze kutoa majani, to start now growing, to remove leaves, alafu baadaye ikije kutoa matunda, and after to remove fruits. Muda. Hallelujah. Benye biko nakucheka, those laughing at you, kwamba wewe unaenda kanisani kila siku, that you go to church every time. Waambie mnipe muda. Tell them give me time. Mnipe muda, kuiko siku mtaona matunda ya maombi mimi naenda kufanya kanisa. You will see my muda itaongea. Time I will talk. Muda wa Bwana itaongea. The time of God shall talk. Na muda ya hii mwaka 25, and 2025 ni mwaka wa amani, ni muda wa amani. It is a year of peace. Ni muda wa habari njema kwenye maisha yetu. It is a year of good news in our lives. Ni muda wa bonne nouvelle. It is a year of good news. Haiko muda kuletewa mahabari ya kifo. You won't be brought the news of death. Sio muda kuletewa mahabari ya kupoteza. It is not the time to be brought news of loss. Sio kuletewa mahabari ya umbea. And the news of ni muda wa kuletewa mahabari njema.
but you will be brought news of good. Pokea habari njema kwa jina la Yesu Kristo. Receive good news in the name of Jesus. Muda. Time. Hallelujah. Sasa niongelee aina 3 ya shamba. I'm going to talk 3 types of garden. Amen. Aina ya kwanza ya shamba yenye mwanadamu anawekeza nguvu sana. Of farmland. Nimekwambia kila kitu tunafanya ni mbegu. I told you everything we do it is a seed. Na shamba ya kwanza yenye tunawekezaga mbegu sana. And the first garden we always put our ni shamba inayoitwa seed. Inaitwa mwili. It is called the body. Mwili. Body. Hiki kimwili hiki. This body. Yani mtu, someone, kila kitu yenye mtu iko nafanya hapa duniani, everything he does in this world, utafanya kazi kwa jasho, you will walk by sweat, utafanya kila kitu usiku mchana, you will do things day and night, lakini lengo inakuwaga kubwa sana, but the goal is very great, kusatisfy kwanza mwili, to satisfy your body. Kila kitu mwanadamu anafanya kwanza mwili. Everything a man does satisfies his own body. Nipate pesa ya kulipa rent yenye mwili talala. I'm going to work to get money to pay rent where my body will. Unafanya kazi ya kutafuta chakula mwili ikule. Looking for food for the body to eat. Mwili ivae nguo. Your body to wear. Mwili niweke nywele mameshe kama na manini na mawigi. Different hairstyles. Mwili niende kwanza hospitali, mwili unajua mwili. Going to the hospital treating yourself. Uvae mabiju ya dhahabu. Putting pins, expensive ones. Vitu vya bei kali, kila kitu mtu kuna tafuta. Wearing things, larger things. Unapambania tu mwili. You're just fighting for your body. Ni kitu kizuri kutunza mwili. It's something good to treat your body well. Sababu mwili wetu, because our body ni hekalu ya Roho Mtakatifu. It is the house of the Holy Spirit. Ni vizuri sana kutunza mwili. It's so good to protect it. Na yani miongoni mwa watu ambao wanapenda kutunza mwili. And I told people who treat their body well. Yani mimi najipenda sana. Among the people that treat their body well, I love myself. Ambia jirani yako jipende. Tell your neighbor, love yourself. Jiambie wewe mwenyewe, sema mimi najipenda. Tell yourself, I like myself. Sema mimi najipenda. Say I love myself. Sikia, mwenye hajipendi, the one who doesn't love himself. Ukiniambia kwamba unanipenda unanidanganya. If you say you love me, you are lying to me. Upendo wenye unaweza shuhudia kwa mwenzako, the love that you can testify to your neighbor, lazima ianzie kwako mwenyewe. It must start in yourself. Hallelujah. Ile amri ya kusema penda jirani yako jinsi unavyojipenda. What is say love your neighbors, you love yourself. Mimi nasemaga haina nguvu sana. I say it is not that strong. Sababu kuna watu hawajipendi. Some people don't love themselves. Kuna mtu anaonaga ufupi wake anasema yani ningekuwa kama mrefu. Some people see their height. Sasa wakati haujipendi na ufupi wako utanipenda namna gani wakati? If you do not love yourself with your height, how will you love me now? Upendo wa kweli yenye unatakiwa ukue nayo kwa jirani yako. The true love you must have to your neighbor. Ni kumpenda jirani jinsi Yesu Kristo alivyotupenda. You must love him the way Jesus Christ loved him. Upendo wa Yesu ndio original. Because God's love is original. Hata ukimkosea anakupenda. Though you deceive, he loves you. Ukimpa anakupenda. You give him, he loves you. Ukimnyima anakupenda. You refuse to give him, he loves you. Anatupenda tukiwa kwenye dhambi hujaokoka. He loves us when we are sinners. Ameshakupenda zamani. He loved you before sins. Lakini hii yakupenda kama unavyojipenda. But this one of loving yourself as you love your neighbor. Upendo haienei kabisa. That is not enough. Hallelujah. Hallelujah. Mfano wa upendo wenye tunatakiwa tuwe nayo ni mfano wa Yesu, jinsi alitupenda. The difference love must have is the love of Jesus. Ya kujitoa hivi, yeye mwenyewe anajiweka kwenye madhabahu mnichinje. Putting yourself on an altar saying slaughter me. Mtu asikudanganya aseme mimi naweza kukufia wewe. Someone do not lie you that I can die for you. Unikufie wewe ndio Yesu wangu. You to die for me, are you my Jesus? Mimi sina maisha ya kukufia mtu hapa. I don't have a life to die for someone. Najikufia mwenyewe. Lakini mwenye alikufia sisi wote ni Yesu Kristo wa Nazareti. But one who died for you, upendo original yenye tunatakiwa tuwe nayo kama vile kanisa. That is an original love we must have as a church. Amen, amen. Sasa tuko naongelea mwili. We are talking about the body. Kama vile udongo kwenye tunapandaga mbegu. As a farmland where we plant our seeds. Soma hii mstari hapa. Biblia inasema kwenye Wagalatia sura ya 6 mstari wa 6. Galatians 6. The Bible talks in Galatians. Galatians 8.
Galatians chapter 6 verse 8. Inasema maana yeye apandaye kwa mwili wake, says there are no plants in his body, katika mwili wake atavuna uharibifu. Ye will harvest. Bali yeye apandaye kwa roho, katika roho atavuna uzima wa milele. But the one that filled in the spirit will harvest eternal life. Hallelujah. Hii mwili hii, this body, ni vizuri sana kuitunza. It's so good to treat. Ni vizuri sana kufanya kila kitu kenye unaweza fanyia mwili wako. It's so good to do everything you will do for your body. Yaani mimi nakutia moyo. I'm comforting kama you. uko na pesa, if you have money, kama uko na uwezo, if you have power, ishi maisha mazuri yote yenye unaweza. Live a good life you must. Furahisha mwili wako kisi unaweza. Make your body happy. Lala kwenye nyumba yenye unataka. Sleep in the house you want. Usikuwa nasikia tu mahabari. Kama unataka unaweza ya kwenda lipa Sheraton Hotel, kuenda hata usiku wa leo, enda lipa, lala. If you are able to pay Sheraton, go there and sleep. Unataka kula kwenye hoteli gani? Enda kula. You want to eat in expensive 6 gari yoyote yenye uko na uwezo wa kununua, nunua, tembelea. All cars, go. Nguo hata kama ni $1,000,000 una uwezo wa kununua. Clothes, go buy if you are able. Nunua, vaa. Wear. Fanya vyote. Do everything. Usifanye njoo vya ovyo, sababu mwili ni hekalu ya Roho Mtakatifu. Don't do nonsense because the body is the place of the Holy Spirit. Dubai kesho, uko na uwezo, enda Dubai, enda kule mdese. If you are able to go in Dubai tomorrow, go. Enda pandia ile mamoto. Go with motorcycles in the desert. Furahi kabisa, furahisha mwili wako. Make your body happy. Lakini kitu kimoja unajua, but one thing you must know, kwamba matunda yenye mwili itakupatia mwishoni pale, the fruits that the body will bear at the end, mavuno yenye mwili itakupatia, the fruits that the body will bear, Bible iko nasema ni uharibifu. The Bible says it is death. Yote yenye uko nafanyia mwili, everything you are doing for your body, hii kujipamba pamba yote tunafanya hii, magnifying yourself, makwafiri zote tunaenda kwa masalon, makeup tunaweka, you're putting sisters, brothers, masahabu sehemu zote tunavaa, the expensive things you wear, hii mwili shukrani yake, the thanks of the body, ni uharibifu. It is death. Hallelujah. Ni uharibifu. Yaani kikimwili hiki, this body, nikikufa saa hii, if I die now, hii weupe hii, value yake inaisha. Brownness, its value shall inaisha. Hii montre, hii malinete, hapata nizika nayo. Hiki kimwili kinaenda kuudongo, kinaozea kule. Everything. Hapo Mungu anasema mtu, pasta, mama, itakuwa kitu, haitakuwa tena mtu, itakuwa kitu. Hiki kibodi, it will no longer be someone, it will be something. Lakini ndio tunafanyiaga gharama zote. But it is what we put on our minds. Mbegu zote zenye Mungu anatupatiaka, everything we are given by God, tuna invest sana kwenye hiki kitu hiki kimwili. We mostly invest in this thing, kenye mwisho wake ni uharibifu, that its end is destroyed. Hallelujah. Mungu atusaidie sana. May God help us. Amen, amen. Mbegu ya pili, udongo ya pili, the second garden, yenye sisi wote hapa tunapambana nayo sana kupanda mambegu, that all of us we are fighting to plant inside, ni familia. Is the family. Hallelujah. Familia. Kila mtu ametokea kwenye familia. Someone has his origin. Kila mtu ametokea kwenye familia. Everyone has his family. Na kila mtu mwenye iko na akili za kuenea, everyone with his minds, wakati uko unafanikiwa kwenye maisha, when you are successful in life, kitu cha kwanza unakuwa nafikiria familia. You think about your family. Ndio maana Biblia inasema kwenye Timotheo, Paulo iko nasema kwenye Timotheo wa kwanza, sura ya 5 mstari wa 8. First chapter verse 5. Inasema mtu yoyote asiyetunza familia yake, he told him, if you don't take care of your family, mwenye hajui kujiokipe na familia yake, everyone who does not take care of his family, baba mwenye hajui kutunza familia yake, father who does not know how to take care of his family, mama mwenye hajui kutunza familia, man who doesn't know how to take care of his family, kijana mwenye haujui kujiokipe, haujui kuparticipate kwenye familia, a brother who doesn't know how to participate in the family, hata kama unahudumu namna gani, though you are someone, hata unaomba namna gani, wewe uko na maupako, you pray, you have anointing, unashusha moto, you call fire and come, vyote unaweza fanya,
everything you do. Lakini kama haujui kushughulikia familia yako, if you don't know how to take care of your family, wewe uko zaidi ya mpagani. You are more than a pagan. Mchawi ni afadhali. Even a witch is good. Mwizi ni afadhali. A thief is still better. Yani wale wa criminal ni afadhali kuliko mwenye irresponsible. A very more better than irresponsible person. Amen, amen. Hallelujah. Kwa hiyo familia, in the family, kila mmoja hapa, everyone here, jifunze kujiokipa na familia. Teach you how to take care of your family. Amen. Vijana wenye waya wao wanawazaga say mimi sina familia. Young men that haven't give birth, they think that they don't have the family. Siongelee kanisa kama vile familia. I'm not talking about the church. Naongelea kule kwenye ulitoka. I'm talking about your origins. Baba yako na mama yako. Biological family. Baba yako na mama yako. Your mother and father. Ndugu yako. Your relative. Yule cousin wako. Your cousins. Unamfikiriaga kweli? You think about him. Hallelujah. Hallelujah. Kwa hiyo ni shamba kwenye mtu yoyote anawekaga mbegu sana. It is a garden where everyone puts a seed. Ndio maana utaona mzazi, you will see a parent, iko tayari kwa kila kitu ili watoto wake waweze survive. Everything for his children to survive. Wakati nyingine unaonaga mtu kunafanya vitu vya ovyo huku. Sometimes you see people doing nonsense. Mtu iko nasema uongo. Someone lying. Wakati mwingine sio kwamba anataka. Know that he wants to lie. Mtu anakuwa naishi maisha moja hivi ambayo hainyooke. Someone is not living a street life. Sababu anajua mzigo yenyewe kwa nyuma yake. Because he knows the languages. Anaangalia hapa, yani hapa ni kama sikufanya hivi. See if I do not do like this. Watoto leo magharibi itakuwa namna gani? How will my children be in the evening? Kwa hiyo mtu anaweza fanya chochote sababu ya mzigo yenyewe iko nayo juu ya familia yake. So people do everything for the languages they have for their families. Sababu ni mbegu. It is a seed. Yenye uko naweka kwenye udongo ambao ni familia. You are putting in the soil that is family. Lakini sasa hii udongo ambao ni familia, but the soil that is family, ina probability. Yani ina uwezekano, ina possibility mbili. Has two possibles. Hii matokeo yake au matunda yake, outcomes, unaweza kuvuna matunda ya mzuri sana. You can harvest good ones. Lakini pia kwenye familia unaweza usivune kitu. Other side you may not harvest anything. Weka hiyo kwenye akili yako. Put that in your mind. Zaidi sana mzazi mwenyewe uko unanisikiliza. Even the parents, most especially the parents. Na zaidi sana sio wa Afrika. Even us Africans. Tunakuwa tunajua kwamba nimepata watoto. You know I've got children. Nasomesha watoto. I'm making my children to study. Nafanya kila kitu kwa ajili ya watoto. I'm doing everything for my children. Hao watoto wangu ndio watanisaidia kesho. My children will help me tomorrow. Hao watoto wangu ndio watanipandisha ndege. My children make me enter airplane. Watoto wangu ndio watanijengea nyumba. My children shall build for me. Yani tunakuwa tunafanya vitu, mtu yuko nafanya responsibility yake. We are doing things. Lakini kwenye akili yake anakuwa anafikiria kwamba iko ni investment fulani hivi. But thinking that you are investing. Kwamba kesho atavuna. That's tomorrow we shall harvest. Sasa wengi wanaendaka kuvunjika moyo akishaona amekuwa mzee. Most of them are broken. Watoto nao wamekuwa wakubwa. When they see they are old, even children are old. Mtoto ashakuwa mkubwa mwenye angepashwa kuwa msaada kwa mzazi. A child is very old to be lakini anaendelea kuwa mzigo tena kwa familia. But it still be a language to his family. Sababu nimekuambia hii udongo familia inaweza ikakuzalia au isizae. Because I'm telling you the seed can bear fruits or not. Unaweza ukaona faida ya kuzaa au ukaanza jutia unasema ungekufaka hata uko naambia mtoto. You could save and you must save and you could have died. Hallelujah. Sijui kama ushakaona mtoto, perte ya mtoto. Have you ever seen a loss of a kid? Yani unajiuliza huyu alikuja fanya nini duniani? You're asking yourself, what did this son come and do? Wakati wewe mzazi kwenye akili yako, you a father, ulikuwa unajua kwamba huyu mtoto ni unjo kila kitu kwangu. You knew is everything to you. Kisha unashangaa mwenye angekuwa kila kitu sasa ndio anakuletea mashida na beba na ile kidogo ulikuwa nayo. And it becomes a problem taking everything you had. Sababu hii mbegu inayoitwa familia, hii udongo familia, the soil which is called family, inaweza zaa au isizae. Can bear fruits or not. Hallelujah. Hallelujah. Kuna baba moja hivi ile mwaka jana wakati niko Kinshasa niko naongea naye. There was a certain father last year when I was in Congo. Ananiambia, mon petit,
told me, unaona ule fulani iko kule Poto, iko Ulaya kule. Someone in Europe. Mimi unaona hii parcel ilikuwa kubwa. You see this land was very big. Hii nyumba ya etaji hapa wamejenga hapa. These tall buildings from being built. Alikamata parcele akakata mara mbili. He took the land, he divided it. Akauzisha hiyo sehemu moja. He sold the other side. Hizo pesa zote akasema mtoto enda Ulaya. The old money, he said, my son go abroad. Ukifika kule utapata maisha, utatusaidia sisi wote huku. When you reach there, you will get life, help us. Familia kubwa wakabaki wanasongana mkanyumba kadogo hivi. A big family, they remained there, touching themselves in a small house. Ule jamaa akaenda London. The brother went to London. Akafika kule amejifunza English. He learned English. Anaanza ongea you know. He started talking English. Akajipatia majina ya kizungu akasahau majina yake huko. He gave himself a broad name. Miaka inaenda. Years passed. Asha kwa mtu mkubwa, asha kwa anaendelesha maisha yake vizuri. He became very old. Lakini hata simu kuita babake, even to call his father. Miaka zaidi ya 5, hata alo papa haikuwa. 5 years he has never called his father. Siku moja baba ndio anapata namba yake, anamuita mtoto wangu. One day the father called him. Anaanza uliza ase nani? Then he started asking, who is this? Yani hata miaka ipite namna gani unaweza sahau sauti ya babako? Though years passes, can you forget the voice of your father? Hata kama wewe unaongeaga tu maanglea ujue tena Lingala. Though you speak English, you no longer know. Babako akikuita yuko anakuambia allo sango nini? Though your father calls you, hawezi shtuka kwamba huyu ni baba. Can't you recognize his voice? Anaanza kuuliza ni nani? Ni nani? Then he started asking, who is this? Yani siku baba aliita mtoto wake anamuuliza ni nani? Asema when the father heard, mie baba yako. He said, I'm your father. Papa nani wana? Which father is that one? Tangu ile siku ndio baba akagonjwa atasio. And the father got sick. Hallelujah. Lakini ndani ya ule baba alikuwa anajua hapa nimepanda mbegu. Huyu mtoto. And the father knew I'm planting a seed. Nitavuna. I will harvest. Lakini matokeo anaanza uliza nani? The outcomes. Mungu aturehemu sana watoto. May God forgive us. Hallelujah. Mungu aturehemu sana. May God forgive us. Ndio maana wakati uko unasomesha mtoto, when you're making your son to study, yani toa ile kwenye akili yako kwamba huyu mtoto wangu ndio kila kitu kwangu huyu. Remove in your mind that your child is everything to you. Ukiishi vile utavunjika moyo. If you live so, you will get broken. Utavunjika moyo mama. You will be broken mother. Sababu ule mtoto ataoa mke, atazaa watoto, priority yake itakuwa watoto, haitakuwa wewe. The child shall marry and the priority will become his children. Kwa hiyo usiweke kwamba ndio mimi mtoto wangu ndio kila kitu, hapana. My child is everything to me. No. Sema amina. Say amen. Mtoto haiko capital. The child is not a capital. Kwanza tuseme kweli. Let's say the truth. Biblia ndio inasema hapa hivi. Biblia iko nasema hapa. The Bible says. Kwenye Mithali sura ya 19 mstari wa 14. In Proverbs 6. Inasema 19. In Proverbs 19. Proverbs 19. 40. Inasema nyumba na mali huriziwa kutoka kwa wazazi. The Bible says the house is being led by parents. Amen. Nyumba na mali. The house and the inheritance. Ina maana mapesa, magari, everything. Kila mtoto hapa, all children, kila mtu, everyone iko na haki ya kurithi kutoka kwa wazazi wake. Has that right to inherit from his parents. Sema amen. Ina maana mwenye kuna deni ya mwingine, sio mtoto hana deni ya mzazi, ni mzazi kuna deni ya mtoto. A child does not have a debt of a parent, but the parent does. Mzazi mzuri, a good parent, ni mwenye iko na ishi kila siku, iko na pambana, is the one living every day, ili aachie watoto wake vitu, to live for his children. Sio sababu, sio kwa ajili ya kusema kwamba watoto wake ndio atampa vitu. No team saying my children shall give me something. Acha Mungu atupatie neema sisi wote hapa, kama uko mzazi, wewe uachie watoto wako manyumba, uachie watoto wako mapesa. Kila mtoto wako umwachie maisha. Live for all of them life. Amen. Sasa wakati yenye tuko nasubiria kwamba vyenye
tungeachia watoto ndio watufanyie. And when we are waiting for children how to do, pale sasa ndio kwenye hii shamba familia inaenda vunja moyo, njoo hii. That is where the soil of family breaks. Unaanza laani. You start cursing. Sababu gani? Haukujua. You never know. Amen, amen. Na mara nyingi, mostly, wakati wote utasaidia mtu kwenye familia, every time you help someone in the family, usifanye sababu kuna subiria kwamba huyu ndio atakufanyiaga kitu. Don't do waiting for other things. Mungu unaweza kufanyia huyu mema hapa. You can do for this one goodness. Usisubirie kwamba yeye ndio atakurudishia ile mema. Do not wait for him to give you back. Sababu ni mbegu wewe ulipanda. That is a seed you sow. Ile mbegu yako Mungu anaweza ruhusu uivunie hata God can allow you to go and harvest. Uivunie hata Somalia. Even in Somalia. Hata kwa mtu mwingine, sio lazima kwa ule mwenye ulipanda kwake. Not only to get it from the one you gave. Hallelujah. Amen, amen. Mwingine ulisomesha hapa mtoto wa familia, mtoto wa kaka yako, mtoto wa fulani. If you made the child of your brother to study, ashaenda na maisha yake kule, hakukumbukake. He has get successful, he no longer remembers you. No, Mungu atakukumbuka kwa kupitia kitu kingine, kwa njia nyingine. Shall remember you apart from usiache kutenda mema sababu hakuna kitu kule kusaidia watu. Do not leave goodness.
Kila hatua yenye unataka kwenda kwenye maisha yako, all steps you must take in your life, lazima uambie Mungu, nipe tu mbegu. You must tell God, just give me a seed. Mungu, niko kijana, mimi nataka kuoa. I'm a young man, I want to marry. Mimi nataka olewa. I want to be married. Mungu, nipe mbegu ya ndoa yangu ya kesho. God, give me a seed of my marriage of Mungu atakupatia hayo. God will give you. Atakupatia ka $100 moja hivi. He will give you certain money. Usianze kapangia kununua telefone. Don't plan on buying a phone. Kateketeze kama Isaka kwenye madhabahu. Burn it on the altar. Alafu usikie gisi Mungu ataita, atasema hey! And wait how God shall call. Kuanzia leo. From now on. Kuanzia leo. From now on. Kisi umetoa $100. The way you offered $100 USD. Yani hesabia nyota ya mbinguni. Now count the stars. $100 zako zitakuwa kama nyota ya mbinguni. mbinguni. Your money shall be multiplied according to the stars. Hallelujah. Hallelujah.